Yes, mtazamaji wetu pote pale ulipo ni kusalimu kupitia jina la Yesu Kristo, na kumbuka matangazo haya yanakujia moja kwa moja kutoka jijini Dar es Salaam, Ubungo Riverside, nyuma ya shule ya Atlas. Ubungo Riverside, nyuma ya shule ya Atlas. Karibu kabisa na shule ya Atlas. Tupo nyuma ya shule ya Atlas, ndipo madhabahu ya Gathering of Eagles inapopatikana. Na kumbuka siku hii ya leo ni ibada kubwa ya kinabii, tunakwenda kuvuka mto Jordan. Ni ibada ya mashangilio, tunakwenda kuvuka mto Jordan. Lakini si hivyo tu mto Jordan peke yake, bali imeambatana na operation kubwa ya kinabii ya kuwapoteza waliotupoteza. Kila aliyepoteza hatima yako, aliyepoteza maisha yako, familia yako, aidha uchumi wako, siku ya leo anakwenda kupotea, kwa sababu nabii wa Mungu ameshatangaza neno la kinabii na ushujaa mkubwa ndani ya ukombozi huu wa siku hii ya leo ya kuwapoteza waliotupoteza. Na katika ibada siku ya leo kuvuka mto Jordan, usipange kukosa. Na kumbuka nimekujuza kwamba hapo awali tunapatikana Ubungo Riverside, nyuma ya shule ya Atlas. Ubungo Riverside, nyuma ya shule ya Atlas. Na kwa mawasiliano zaidi, wakati unawasili mahali hapa, tupigie kwenye 0672 203088 na 0753588626. Ni 0672 203088 na 0753588626 kwa maelekezo mazuri kabisa kufika kanisani kwa nabii wa Mungu, Nabii Joshua Makondeko. Na wakati huu nipo na baadhi ya watu waliofika kanisani kwa Nabii Joshua Makondeko. Wakati huu ibada ilikuwa inaendelea, mtazamaji wetu, ni ibada ya kuvuka mto Jordan, na watu wamefika mahali hapa. Sijajua wamejiandaa vipi katika ibada siku leo, na wapo tayari kupokea kitu gani katika maisha yao. Wakati unajiandaa kufika mahali hapa, hivyo utapata kuwasikia na jinsi wanavyokuwa wanatarajia kupokea mambo mazuri katika ibada siku ya leo ya kuwapoteza wale waliotupoteza. Ungana nami Aileen Enoki, mwana wa Sniper Fresh Aladi, uzidi kubarikiwa zaidi. Na wakati huu nipate machache kutoka kwa watu waliofika ibadani. Asante sana na barikiwa zaidi. Ni kuwapoteza waliotupoteza. Siku ya leo kila aliyepoteza kitu chako, yule aliyepoteza hatima yako, mafanikio yako akayapoteza, siku ya leo anakwenda kupotea mwenyewe, kwa sababu nabii wa Mungu siku ya leo atakwenda kukufanyia operation hii na ukombozi huu mkubwa usiokuwa kawaida. Na ni hitimisho ya operation hii siku hii ya leo. Nimekujuza kwamba nipo na baadhi ya watu waliofika kanisani kwa Nabii Joshua Makondeko, ikiwa ni ibada ya kuvuka mto Jordan na operation ya kuwapoteza waliotupoteza. Sasa nipate machache kutoka kwa mama hapa. Je, amejiandaaje? Lakini pia operation hii inapokwenda kuhitimishwa, yupo tayari kitu gani kitokee kwenye maisha yake na shuhuda gani anazitarajia katika maisha yake? Kwanza kabisa nianze kumsalimia mama hapa. Mama, Bwana Yesu asifiwe. Milele amina. Amina. Hongera kwa kupendeza tokea kichwani mpaka yani umependeza na furahi zaidi. Asante. Ndio. Mama, kwa majina yako unaitwa nani na unapatikana maeneo gani? Jina langu naitwa Asha Ali, natokea Mbagala. Ndio, Asha Ali unatokea maeneo ya Mbagala. Je, unajisikiaje kuwepo hapa katika ibada siku ya leo? Yaani leo siku ya leo ni siku ya furaha tu. Siku ya furaha. Na kumbuka leo mama tunakwenda kuvuka mto Jordan. Je, ningependa uzungumze ni kiasi gani cha furaha ulionayo kwenye maisha yako siku hii ya leo nabii anapokwenda kutuvusha mto Jordan? Yaani siku ya leo nina furaha. Ninakwenda kuvuka mto Jordan. Yaani tunakwenda kuwapoteza waliotupoteza. Yaani leo tunaenda kupokea vitu vyote ambavyo vilivyopotea, kama afya, biashara, uchumi, kimazingira, hata watoto. Utakuwa na mtoto sangine mlevi, anavuta bange, huyo amepotezwa. Lakini siku ya leo tunapokwenda kuingia mto Jordan na kwenda kuibuka, kwa hiyo maisha yetu yanakwenda kuwa mapya na vitu vyote vinarudi, watoto wetu wanarudi, uchumi, biashara, afya, kila kitu. Ndio. Na upo tayari kwa kiwango kikubwa sana kupokea katika siku ya leo? Yaani niko tayari, yaani nina furaha kubwa na niko tayari kupokea siku ya leo. Sawa mama, nimefurahi zaidi. Je, kwa yule ambaye anakutazama pengine yupo nje ya nchi ya Tanzania, hajapata nafasi ya kufika mahali hapa, lakini moyo wake upo tayari kufika mahali hapa na anakutazama kwa njia ya television, je, kitu gani ambacho unamwambia wakati huu sisi ibada inaendelea mahali hapa? Yaani hapa ibada inavyoendelea, kama yuko kwenye TV anatuangalia, kwa sababu yuko mbali hana uwezo wa kufika huku, ajiungamanishe tu na sisi huku, Mungu na yeye atapokea kila hitaji la moyo wake. Asante sana mamangu, nimefurahi zaidi kuweza kuzungumza na mtazamaji, lakini pia kwa kile ambacho umekiandaa. Kwa imani kubwa kabisa tunaamini kwamba kila kitu kinakwenda kuwa sawa. Asante sana kwa muda wako, nashukuru zaidi. Asante sana. Asante sana. Na mtazamaji wetu endelea kuwasiliana nasi kupitia 0672 203088 na 0753588626. Ni 0672 203088
na 0753588626. Kumbuka ni Ubungo Riverside, nyuma ya shule ya Atlas, ndipo nabii wa Mungu anapatikana mahali hapa. Na hivi punde tu nabii atakuwa mubashara akitabiria maisha yako, na wewe utakwenda kuvuka mto Jordan kupitia maelekezo ya kina. Ibarikiwa zaidi, na tunaendelea na interview yetu. Ni kuvuka mto Jordan, ibada inaendelea mahali hapa, na kumbuka leo ni mashangilio sehemu ya pili. Watu wana furaha, wanashangilia wema wa Mungu kwenda kuonekana katika maisha yao na familia zao. Na tunaendelea na interview yetu kama nilivyokuambia. Kumbuka ibada ni kuvuka mto Jordan, operation ni kuwapoteza wale waliotupoteza. Kila aliyepoteza kitu chako, aidha katika eneo la uchumi, biashara, hata aliyepoteza ndoa yako, siku ya leo anakwenda kupotea yeye na familia yake, na nabii wa Mungu atakwenda kusimama juu ya maisha yako na kukufanya wewe kuwa mtu mkubwa zaidi kwenye maisha yako. Na nianze kumsalimia hapa, je, kwa majina yake ni nani, lakini pia maandalizi ya ibada siku ya leo amejiandaaje, yupo tayari kupokea kwa namna gani? Nimsalimie kwanza hapa mamangu. Bwana Yesu asifiwe. Amina, amina. Amina. Hongera kwa kufika ibadani. Asante. Ndio. Ningependa ujitambulishe kwa wale watazamaji ambao leo ndo mara yao ya kwanza kufungulia televisheni. Je, kwa majina yako wewe unaitwa nani na unatokea maeneo gani? Kwa majina yangu naitwa Abigail John, natokea Tabata Segerea. Ndio, Abigail John, umetoka maeneo ya Tabata Segerea. Siku ya leo tunavuka mto Jordan. Je, kwa upande wako umejiandaaje? Kwa upande wangu nimejiandaa vyema na nimejiandaa vizuri. Navuka mto Jordan, naenda kwenye nchi ya maziwa na asali. Yes, hayo ni maandalizi yako. Siku ya leo unavuka mto Jordan, naenda kwenye nchi ya asali. Na tumeona wiki nzima nabii wa Mungu amekuwa akitufundisha, lakini pia akituwezesha kwamba tutapokwenda kuvuka mto Jordan hatima zetu zinakwenda kuonekana. Na leo sasa anahitimisha hiyo operation ya kuwapoteza wale waliotupoteza. Je, kwa upande wako una kitu gani cha kusema kuhusiana na hiyo operation? Yaani kwa upande wangu kuhusu hii operation, najua hakika wale walionipoteza leo ndo siku yao ya kupotea katika dunia hii. Hawatakuwepo tena kama walivyonipoteza mimi. Leo ni zamu yao, nitawapoteza walionipoteza. Yaani leo upo tayari nabii awapoteze kabisa, wasionekane kabisa? Niko tayari kabisa. Asante sana. Lakini pia kabla sijakuruhusu uende ibadani, najua una hamu sana kwenda kushangilia. Je, nabii wa Mungu amekuwa ni baba wa aina gani kwenye maisha yako? Kwa sababu kila mtu anayefika mahali hapa hakika ana shuhuda yake ya kipekee. Sasa kwa upande wako nabii wa Mungu ni nani kwenye maisha yako? Jaribu kuongea na mtazamaji ambaye anakutazama, nataka kufahamu, je, nabii wako ni nani kwenye maisha yako? Huyu nabii wangu sijui hata niseme nini. Huyu ni nabii na ni baba pia kwenye maisha yangu. Amenisaidia mambo mengi na ameniinua kwenye mambo mengi. Jamani, huyu ni nabii wa Mungu, ni kama yule Elia wa zamani. Naomba mje kwa nabii wa Mungu, anafanya kazi ya Mungu na yuko rohoni sio mwilini. Karibuni. Asante sana mama, nimeshukuru zaidi kwa upendo wako, lakini pia kwa kuzungumza na mtazamaji katika ibada siku ya leo ya kuvuka mto Jordan. Asante sana kwa muda wako na nakushukuru zaidi mama. Amina, amina. Asante sana. Mtazamaji wetu, kumbuka ni Ubungo Riverside, nyuma ya shule ya Atlas, na wakati huu haujachelewa, ibada inaendelea. Ni ibada ya mashangilio sehemu ya pili, celebration part 2, ni kuvuka mto Jordan. Imeambatana na operation kubwa ya kinabii ya kuwapoteza wale ambao wametupoteza. Wamepoteza ndoa yako kabisa, pengine wamekufuta kabisa katika ulimwengu wa kiroho, hauonekani, unaishi lakini hauonekani. Na siku ya leo nabii wa Mungu anakwenda kuwapoteza wao wenyewe na familia zao, na wanakwenda kuwa huru kabisa. Na siku ya leo kumbuka, katika kuvuka mto Jordan tarajia mambo mazuri kwenye maisha yako. Kama wewe ni mgonjwa, utakwenda kupokea uponyaji, lakini pia kama wewe uchumi wako hauko sawa, uchumi utakwenda kuwa imara, ndoa yako itakwenda kubarikiwa zaidi, mahusiano yako yatakwenda kuwa sawa kabisa. Barikiwa zaidi, na bado tunaendelea na interview yetu. Ni kuwapoteza wale waliotupoteza. Kumbuka hiyo operation inahitimishwa siku hii ya leo, ambapo pia utakwenda kuvuka mto Jordan. Na kama nilivyokujuza kwamba siku ya leo watu wanakwenda kushangilia baraka zao na hatima zao, na nimepata nafasi tena kuzungumza hapa na mzee wa kanisa. Bila shaka ana jambo zuri kukueleza siku ya leo katika ibada ya kuvuka mto Jordan. Kwanza kabisa nipende kukusalimia mzee wetu wa kanisa. Bwana Yesu asifiwe. Amina, amina. Amina. Hongera kwa kupendeza. Asante. Ndio. Mafuta ya baba anafanya kazi. Hongera sana, ni mafuta ya baba anafanya kazi. Ndio, siku ya leo kwa ufupi kabisa mzee wa kanisa, najua una shughuli unakwenda kuifanya. Je, maandalizi yako katika ibada siku ya leo tunapokwenda kuvuka mto Jordan, umejiandaaje kwa upande wako? Mimi nimejiandaa katika kuvuka mto Jordan. Naamini kwamba ninapovuka mto Jordan ninavuka matatizo yangu yote niliyokuwa nayo. Ninapovuka ng'ambo naenda kuibuka upya.
naenda kuanza maisha mapya. Ndio. Na nabii wa Mungu tumeona wiki nzima hii amekuwa akitufundisha, lakini pia akifanya operation hii. Na tumeona kuna matokeo makubwa ndani yake ambao wamefika katika hii wiki, wamekombolewa na leo operation inakwenda kuhitimishwa. Sasa ningependa uzungumze na yule ambaye hajafika hii wiki kuhudhuria ibadani, lakini pia anatamani pengine akombolewa. Na nasikia kwamba siku ya leo nabii anakwenda kuwapoteza wale waliotupoteza. Pengine haelewi ni nini maana yake. Je, una kitu gani cha kumuelewesha? Mimi namwambia yule ambaye hajui maana makanisa ya kinabii na kwamba operation ya kwenda kuwapoteza ambao wanatupoteza ina maana kwamba wewe una kitu chako tufanye afya. Una afya yako nzuri. Alafu mwisho wa siku ile afya inakuwa imepotea. Ina maana sio makusudio yako. Kuna mtu amekaa sehemu anaenda kwa waganga kukuroga ili wewe uwe mgonjwa. Kwa hiyo yule ni maana amekupoteza wewe. Kwa hiyo nabii yeye anaenda kupindua lile neno. Aliyekupoteza yeye ndo anaenda kupotezwa. Kama ni yale magonjwa yanamrudia yeye. Kumbuka watu wapo tayari kupokea baraka zao, lakini wapo tayari kurudishiwa vile vitu ambavyo vimepotea kwenye maisha yao. Lakini pia wameruhusu nabii aweze kuwapoteza maadui zao, wale ambao walisababisha vitu vyao vikaweza kupotea. Na siku ya leo kumbuka haujachelewa. Ibada inaendelea wakati huu na ni wakati huu ibada inaendelea siku hii ya leo. Nimekujuza kwamba siku ya leo usipange kukosa, na nabii atakwenda kubadilisha historia mpya ya maisha yako, nawe na familia yako utakwenda kukombolewa kwa kiwango kisichokuwa cha kawaida. Barikiwa zaidi. Leo kumbuka ni kuvuka mto Jordan, na ikiwa ni hitimisho ya operation ya kuwapoteza wale waliotupoteza. Kumbuka kila aliyepoteza maisha yako, hatima yako, na maanisha afya yako, kazi yako, ndoa yako, siku ya leo anakwenda kupotea yeye, lakini pia kupoteza vile ambavyo anavyo kwenye maisha yake. Na nimekwambia tupo na baadhi ya watu waliofika kanisani kwa nabii Joshua Makondeko, na watu wanazidi kushuhudia baraka njema katika ibada siku ya leo ya kuvuka mto Jordan. Na wakati huu nimepata nafasi ya kuzungumza na mwana wa nabii. Je, amejiandaaje? Lakini pia ipo tayari kupokea kwa namna ipi? Kwa sababu siku hii ya leo sio ya kukosa kabisa, na siku hii ya leo ni siku ambayo historia ya watu historia za watu zinakwenda kubadilika. Ni mwana wa nabii. Kwanza kabisa kuna mwingine leo ndo mara yake ya kwanza kufungulia televisheni, na ndo mara yake ya kwanza yani kuona jinsi watu walivyojiandaa kwa ajili ya kuvuka mto Jordan. Ningependa ujitambulishe kwa majina yako, unaitwa nani na siku ya leo umejiandaaje? Asante sana kwa majina yangu, mtazamaji popote unaponitazama. Kwa majina yangu naitwa Meli Charles, ni mwana wa The Sniper One Flash Aladi, na siku ya leo nimejiandaa kikamilifu na kwa uzuri zaidi. Ndio, siku ya leo umejiandaa kwa ukamilifu na kwa uzuri zaidi. Lakini pia unaifurahiaje hiyo operation ambayo imekuwa na ukombozi ndani ya wiki nzima hii, ambapo shuhuda za watu zimejidhihirisha kwa uwazi kabisa, kwa sababu nabii hiyo operation inapokwenda kuhitimisha, bila shaka siku ya leo tutaweza shuhuda nyingi zaidi. Naizungumziaje hiyo operation ya kuwapoteza wale waliotupoteza? Kwanza naizungumzia kwa uzuri na kwa ukubwa zaidi, kwa sababu kuna watu ambao walikuwa wamefichwa wanakwenda kukombolewa. Sio mimi na wewe, ni maelfu ya watu ambao wamefichwa hawaonekani. Unajua unaweza kuishi katika hata mtaa wako mmoja, lakini huonekani kwa sababu kuna mtu kakuficha. Lakini nabii wa Mungu anapokwenda kukomboa au katika operation hii anapokwenda yani tuseme anakutoa sasa kule alikokuficha, unakwenda kuonekana, unakwenda kufunguliwa, unakwenda kumiliki ambavyo wewe hujawahi kumiliki. Ndio maana nabii wa Mungu ameita operation hii kubwa. Mwana wa nabii, nimefurahi zaidi kwa sababu umeelewesha hata yule mwingine ambaye alikuwa haelewi kabisa nini maana ya kuwapoteza wale waliotupoteza. Sasa ni kwa jinsi gani upande wako unamzungumzia prophet? Yani sasa wengi wamezungumza baba yangu wa kiroho ni nabii kwa maisha yangu, lakini ni baba pia. Mwingine amezungumza kwamba mimi ni daktari wa maisha yangu. Kila mmoja anamzungumzia kwa namna yake. Sasa kwa upande wako mwana wa nabii, nabii Joshua Makondeko ni nani kwenye maisha yako? Uwanjani wa kwako na watazamaji wanatamani kwa hivyo. Asante. Kwanza niseme kwamba nikisema nizungumze mimi binafsi, siwezi nikasema nikamfananisha na mtu mwingine anayetazama. Ila ukitaka kujua nabii Joshua Makondeko ni mtu aina gani na Mungu amemuita kwa namna gani, fika mbele yake. Ndipo utapojua kwamba huyu mtu hakuitwa kwa masiala, na wala anapofanya kazi yake hafanyi kwa utani. Anafanya kikamilifu kama jinsi Mungu alivyomwagiza, na anakomboa watu jinsi Mungu anavyomwagiza, na watu wanapewa katika hatima zao zilizo nzuri. Kwa mimi kwa upande wangu mimi siwezi kujisemea, ila ni baba mzuri katika maisha yetu, na baba amekuwa mfano kwenye familia zetu. Amekuwa ni baba wa kuigwa. Asante sana Gabriela. Kabla sijakuruhusu uende ibadani, je, watu wametegemea vitu vingi siku ya leo kutoka kwa nabii. Kwa upande wako unatarajia kitu gani kitokee?
Mi kwa upande wangu natarajia watu watakaofika mahali hapa na waliofika mahali hapa nitarajia kwamba nategemea kwa upande wangu watapata neema kubwa, lakini pia watapata baraka nyingi, kwa sababu kila mmoja anapofika mbele ya nabii anatarajia kupata kila ambacho anakitamani. Kuna wengine wamefungiwa baraka zao, kuna wengine katika masomo yao hawayaendi, lakini unapofika mbele ya nabii wa Mungu anakuthibitisha, unakwenda kufanya kila ambacho unakitamani, na wewe kinakuja kuzilika zaidi, unakwenda kukubalika na watu wengine. Yes. Asante sana kwa muda wako na nimefurahi zaidi kuzungumza na mtazamaji ambaye anakutazama wakati. Asante, sasa nikuruhusu ibadani mwana wa nabii. Nakushukuru zaidi. Asante sana, kazi njema. Asante, nashukuru zaidi. Kupitia 0672 3088 na 075358 26. Kumbuka hizo namba kwa maelekezo mazuri kabisa kufika kanisani kwa Nabii Joshua Makondeko, ikiwa ni ibada ya kuvuka mto Jordan, mashangilio sehemu ya pili, lakini pia ni hitimisho ya operation ya yani ni hiyo operation. Kumbuka wale ambao walikuwa wamekupoteza kwenye maisha yako watakwenda kupotea kabisa na hawatakusumbua tena, na hayo matatizo hayatakuwa tena sehemu ya maisha yako. Ni 0772 203088 na 0753588626. Barikiwa zaidi na tunaendelea na interview yetu. Kusalimia hapa mlembo wetu kwanza. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Amina. Tabasamu nzuri. Asante, ongela na wewe. Asante. Na siku ya leo ningependa ujitambulishe kwa wale ambao wengine leo ndo mara yao ya kwanza kuona channel yetu, lakini pia ndo mara ya kwanza kushuhudia ibada ya siku ya leo ya mashangilio. Je, kwa majina yako wewe unaitwa nani na nani? Kwa majina yangu kamili naitwa Amina Asmani, nimetokea maeneo ya Ubungo Riverside. Maeneo ya Ubungo Riverside. Yaani Amina yupo karibu na madhabahu kabisa. Bila shaka Amina ana mengi kukueleza katika ibada siku ya leo. Kwanza kabisa sijaenda mbali zaidi, Amina, umejiandaje katika ibada siku ya leo? Kwa siku ya leo kiukweli nimejiandaa kupokea zaidi na zaidi ya vile ambavyo nilipokea huko nyuma, na imani leo naenda kuvuka viwango vya hali ya juu kabisa. Ndio, leo zaidi, yani mara 100, kwa maana tupo na madhabahu ya Nabii Joshua Makondeko. Ni madhabahu ambayo hatuamini katika kushindwa. Unaruhusiwa kuingia na matatizo yako, hauruhusiwi kutoka nayo. Ubungo karibu kabisa na madhabahu, lakini pia wakati tunapozungumza kuna wengine kama wewe wanakutazama kupitia mitandao yote ya kijamii na television zaidi ya nchi 72. Je, una kitu gani cha kuambia juu ya nabii wa Mungu Joshua Makondeko kwenye maisha yako, hasa shuhuda vile nabii alipotenda kwenye maisha yako? Ni vitu gani unawaambia wenzako? Yeah, of course mimi nina vitu ni vingi vya kuwaeleza, kwa sababu Mungu wa mahali hapa amenitendea mambo yaliyo makubwa, na mpaka sasa hivi naona anazidi kunitendea, kwa maana sikuja hivi nilivyo, mpaka sasa hivi nipo nang'aa na stawi. Mungu anatenda kila siku. Na wakaribisha sana mahali sahihi, ni Ubungo Riverside kwa Joshua Makondeko. Hapa ni mahali ambako utakuja na matatizo yako, utatoka ukiwa na afya, utatoka ukiwa kama ulikopo una shida na pesa, utapata kile ambacho unastahili kukipata. Kwa maana madhabahu hii hatuamini katika kushindwa, tumeshinda kabla ya kushinda. Kwa hiyo mimi napenda kuwakaribisha sana mfike mahali hapa, maana ni mahali sahihi. Wewe binti ambaye unahangaika kutafuta kazi, unahangaika sana, karibu mahali hapa. Hapa kuna kazi yako. Kwa mkono wa nabii atakuvusha, atakupatia kazi. Wewe binti ambaye unahangaika na magonjwa, maradhi, karibu sana mahali hapa. Utafanikishwa na utastawi. Kwa mkono wa baba yangu Joshua Makondeko. Karibu sana sana. Asante na nimeshuhudia na mtazamaji ambaye pengine alikuwa hatambui kabisa. Amina, kwa nini nazungumza hivi? Kumbe ni shuhuda ambazo Mungu amezitenda kwenye maisha yako. Sasa nimefurahi zaidi, sasa nikuruhusu uende ibadani ili uweze kuvuka mto Jordan. Amina, ubarikiwe. Asante. Mtazamaji wetu, kumbuka ni Ubungo Riverside nyuma ya shule ya Atlas, na endelea kuwasiliana nasi kupitia 0672 203088 na 0753588626. Ni 0672 203088 na 0753588626. Kumbuka ni Ubungo Riverside, na hivi punde tu nabii atakuwa mubashara kitabiria maisha yako, lakini pia anapokwenda kuhitimisha hiyo ya kuwapoteza waliotupoteza, itakwenda kuwa baraka njema kwenye maisha yako, na hakika hatima yako siku ya leo inakwenda kuwa mpya kabisa, na historia yako inakwenda kubadilika. Endelea kuwasiliana nasi, lakini pia fika mahali hapa uzidi kubarikiwa zaidi. Asante sana, na tunaendelea na interview yetu. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Amina. Nimefurahi zaidi hapa. Okay, asante.
Mtazamaji, leo ndo mara yake ya kwanza kabisa kufungulia televisheni, ndo mara yake ya kwanza kuona hizi taarifa kwamba watu wanasherehekea wanavuka mto Jordan. Sasa kabla tujaenda zaidi kuzungumzia mto Jordan, ningependa ujitambulishe, unatokea maeneo gani? Okay, kwa majina yangu naitwa Elasto Lucas, ni mwana wa Nabii Joshua Makondeko. Natokea maeneo ya sio mbali sana, hapa Riverside Ubungo. Yes, nami pia nimekuja kushiriki katika ibada hii kubwa kabisa ya kinabii. Watu wanafunguliwa, watu wanabarikiwa. Nikaona pia niweze kuja kushiriki na kila siku niko mahali hapa. Ni mambo makubwa sana ambayo natamani kuambia mtazamaji, kwa sababu ibada ya leo ya kuvuka mto Jordan ni ibada kubwa ambao pia tumeona shuhuda nyingi mbalimbali, watu wamefunguliwa, watu wameponywa. Ni ibada ambayo ina matokeo, ambapo baada ya kuvuka mto Jordan, yani kitendo cha kuvuka mto Jordan ni kuacha mateso yako, ni kuacha ukoma wako, kama ni magonjwa, kansa, kisukari, ukimwi, madeni, yani vile vitu vyote ambavyo vilikuwa vinakusumbua unaviacha ndani ya mto Jordan. Yani maana ya kuvuka mto Jordan ni ina maana kwamba unaacha ukoma, unaacha yale yote mateso yaliyokuwa nakutesa, alafu unavuka ukiwa mpya. Ina maana kwamba mtu kama ana ugonjwa wa namna yoyote, kama ana tatizo la namna yoyote, kitendo cha kuvuka tu mto Jordan anaacha yote, anavuka kiwa mpya, anavuka yuko safi kabisa. Asante kwa kumuelewesha yule mwingine pengine alikuwa haelewi nini maana ya kuvuka mto Jordan, na imani ameelewa zaidi. Sasa mwana wa nabii, kabla sija kuruhusu uende ibadani, leo nabii wa Mungu anakwenda kuhitimisha hiyo operation. Na hiyo operation upande wako utaizungumzaje, kwa sababu nabii anakwenda kuwapoteza wale wote ambao wametupoteza kabisa? Wakati ambapo tumepata mtumishi wa Mungu Nabii Joshua Makondeko, nabii muaji, anapowapoteza ina maana kwamba wewe unakuwa salama, halafu hata ndugu zako pia wanafurahia. Kwa katika operation ya leo ni operation ambayo we mtazamaji hautaki kupanga kukosa, kwa sababu kile ambacho kilikuwa kimeandaliwa kukutesa leo mtumishi wa Mungu anakwenda kukiondoa. Kile ambacho kilikuwa kimepangwa ili kukupoteze, nabii anakwenda kukipoteza kwanza. Yani unakuwa salama, biashara yako inakuwa salama, afya yako inakuwa salama, ndoa yako inakuwa salama, yani kila kitu katika maisha yako kinakuwa salama. Amina sana. Umeongea mengi na bila hujamaliza, kwa sababu mambo unayoyafahamu Mungu ametenda katika madhabahu hii ni mengi. Sasa kama ruhusu uendelee na ibada, mwana wa nabii Nabii Joshua Makondeko, mzungumziaje? Ni baba wa aina gani? Kila mmoja mahali hapa anamzungumzia. Ningependa uambie watazamaji wote wanaokutazama zaidi ya nchi 72, lakini pia na mitandao ya kijamii, Nabii Joshua Makondeko ni nani kwenye maisha yako? Nikisema nianze kumuelezea sifa zake siwezi nikazimaliza. Ya kwanza kabisa ni baba. Ujue kwa nini nasema ni baba? Baba ana moyo wa kumkumbatia mwana. Na siku zote mwana anapokumbatiwa anajua njia ipi apite afike kwenye hatima yake. Hilo la kwanza. Ni sifa ambayo anawakumbatia watu, na tamaa ya moyo wake anatamani mtu atoke kwenye umaskini aelekee kwenye utajiri. Mtu atoke kwenye kushindwa aende kwenye kushinda. Yani mtu kama alikuwa hana kitu apate kitu. Na huo ni moyo wa baba. Kama mtu hauna moyo wa baba, hauwezi ukafurahia kuona mafanikio ya mtu. Lakini tuna baba yetu Nabii Joshua Makondeko, yeye kwa sababu ni baba, anapenda kuona mafanikio yetu na anatamani tuweze kuinuka, anatamani tuweze kubarikiwa. Amen. Asante sana mwana wa nabii Elasto Lucas. Nimefurahi zaidi kwa kuzungumza na mtazamaji wa The Sniper Television, lakini pia zaidi ya nchi 72 pamoja na mitandao yote ya kijamii. Nimefurahi sana na uzidi kubarikiwa zaidi. Amen, amebarikiwa sana. Asante sana, nashukuru zaidi. Nashukuru sana. Asante sana mtazamaji wetu, endelea kutupigia kwenye 0672203088 na 0753588626. Ni 0672203088 na 0753588626. Kumbuka ni Ubungo Riverside, ibada inaendelea wakati huu. Ni celebration part 2, ibada ya kuvuka mto Jordan. Unapata kusikia watu hapo tayari kupokea mambo mazuri kwenye maisha yao. Sijui unatarajia vitu gani kwenye maisha yako, aidha afya, ndoa, biashara, mahusiano yako kuwa sawa, lakini pia ndoa yako kuimarika na uchumi kuwa mkubwa mno zaidi. Na nikujuza kwamba kwa wewe ulioko nje ya nchi ya Tanzania, nabii wa Mungu atakuhudumia na wewe utajiungamanisha katika ibada siku ya leo, utapewa maelekezo yote ya kinabii, na hizi namba ninazokutajia zitakuongoza katika maelekezo ya namna yoyote uweze kuongea na nabii ama uweze kuhudumiwa. Ni 0672203088
na 0753588626. Facebook unatupata kwa jina la The Sniper One, lakini pia Joshua Makondeko. Asante sana na tunaendelea na tabia. Ni kuwapoteza waliotupoteza. Siku hii ya leo ibada ni kuvuka mto Jordan, na kumbuka ibada inaendelea, mashangilio yanaendelea mahali hapa. Watu wapo tayari kuvuka mto Jordan, lakini pia wapo tayari kuweza kufanikiwa kwa mkono wa nabii. Na sijajua unatarajia kitu gani kwenye maisha yako. Ibada inaendelea wakati huu na tupo Ubungo Riverside nyuma ya shule ya Atlas. Nimepata nafasi ya kuzungumza hapa na mama, atazungumza machache kwa upande wake. Je, ibada ya leo anaizungumziaje, lakini pia maandalizi yake mwenyewe binafsi yapoje? Yupo tayari kupokea vitu gani kwenye maisha yake? Kwanza kabisa nianze kukusalimia. Bwana Yesu asifiwe. Mimi na habari ya uzima. Njema kabisa. Hongera kwa furaha ulionayo. Asante sana. Ndio. Na kama tunaenda mbali zaidi, ningependa ujitambulishe kwa watazamaji wanaokutazama siku ya leo. Je, kwa majina yako unaitwa nani? Kwa majina naitwa Osana David Wambura au Victoria. Osana Wambura au Victoria. Asante sana, ndani ya ushindi siku ya leo, na tunakwenda kuvuka mto Jordan. Asante sana. Na siku ya leo tunavuka mto Jordan. Je, unatarajia vitu gani kwenye maisha yako? Natarajia kwamba nitakapovuka mto Jordan nitavuka kila kilichonitesa kwenye maisha yangu. Nitavuka umaskini, nitavuka mateso. Yes, ndio. Upo tayari kuvuka umaskini, mateso yote hauyataki? Na je, kwa upande wako kuna mwingine anakutazama kama wewe anapitia changamoto mbalimbali kwenye maisha yake, aidha upande wa watoto wake, hata elimu pia. Una kitu gani cha kuwaeleza? Yoyote anayepitia matatizo, yoyote anayepitia changamoto aina yoyote, aje kwenye madhabahu yetu hii ya Gathering of Eagles. Atakutana na baba yetu Nabii Joshua Makondeko, atamvusha mto Jordan na matatizo yake yataisha. Ndio. Asante sana. Nimefurahi zaidi kwa tabasamu hilo, lakini pia kwa jinsi ulivyojiandaa wewe mwenyewe binafsi na ulivyowakaribisha watazamaji wote wanaokutazama. Nimefurahi zaidi. Sasa nikuruhusu uende ibadani kwa ajili ya kupokea baraka zako. Asante sana. Asante. Ndio. Mtazamaji wetu, kumbuka watu wanapokea baraka zao ndani ya mwaka 2025. Ni mwaka wetu wa kula mema ya nchi, na ibada siku leo ikiwa ni ibada ya mashangilio, celebration part 2, tunavuka mto Jordan. Lakini pia operation ya siku leo inakwenda kuhitimishwa ni kuwapoteza wale waliotupoteza. Kila aliyepoteza maisha yako, hatima yako siku leo anakwenda kupotea kabisa, na hatima yake inakwenda kufuta kabisa, kwa sababu alikuonea. Na siku ya leo nabii anakwenda kubadilisha historia ya maisha yako kuwa mpya mno, na ni leo wagonjwa wanapokea uponyaji, kwa sababu wengi wao wamefika hapa na magongo, wametembea. Lakini pia wenye kansa, ukimwi, kisukari ambao wamekata tamaa na kukataliwa, wamewekwa huru kabisa, na Mungu wa baba yetu amewakumbatia zaidi na kuwatamia, na leo wana shuhuda nyingi katika maisha yao. Barikiwa zaidi, na tunaendelea na interview yetu siku ya leo ndani ya kuvuka mto Jordan. Watu wapo tayari kupokea baraka zao. Asante sana na uzidi kubarikiwa zaidi. Ni mashangilio sehemu ya pili, celebration part 2. Tunakwenda kuvuka mto Jordan. Nakumbuka unapokwenda kuvuka mto Jordan, baraka zako zinakwenda kujidhihirisha, lakini yale mateso yote ambayo unapitia kwenye maisha yako yanakwenda kubaki mto Jordan. Na utavuka na utakuwa na hatima njema kwa mkono wa nabii, na hakika utakwenda kubarikiwa zaidi. Na nimekujuza kwamba hapo awali baadhi ya watu waliofika kanisani kwa Nabii Joshua Makondeko wamekuwa na furaha kubwa zaidi ya kushuhudia matendo makuu yatakayokwenda kutokea siku ya leo, lakini pia yale ambayo yameshatokea kwenye maisha yao, na wanazidi kufurahia zaidi katika siku ya leo. Sasa nimepata nafasi ya kuzungumza na mwana wa nabii hapa, mrembo wetu. Yeye kwa upande wake yupo tayari kwa namna ipi kupokea kile ambacho nabii anakuja kukiachilia kwenye maisha yetu. Kwanza kabisa nianze kwa kumsalimia kwanza. Bwana Yesu asifiwe. Amina mtumishi. Ndio. Hongera kwa kupendeza na tabasamu nzuri. Asante. Ndio. Na kuna yule mwingine ndo mara yake ya kwanza leo kufungulia televisheni, ndo anaona hizi shangwe kutoka kanisani kwa The Sniper and Fresh ya Ladi. Sasa anatamani kwanza kujua jina lako wewe ni nani uliofika katika siku ya leo? Jina langu mimi ni mwana wa nabii Irene Bernard. Yes, mwana wa nabii Irene Bernard. Irene Bernard, mwana wa nabii, bila shaka una mambo mengi zaidi ya kuweza kuzungumza na mtazamaji wa The Sniper and Television. Je, unatamani katika ibada siku ya leo mtazamaji apokee kitu gani? Natamani siku ya leo mtazamaji apokee vitu vikubwa,
na vizito na vya kumtoa katika hatua moja kumpeleka katika hatua nyingine. Yes. Na hapo umezungumza na yule mtazamaji, umemwambia sasa na yeye mtazamaji yupo tayari kukusikiliza wewe, upo tayari kupokea kitu gani mara tu nabii atakavyokuja kuachilia baraka zetu kwenye maisha yetu? Kwa sababu mimi ni mwana wa nabii, ni lazima baba nifundishe, niweze kuelewa katika kutembea katika mema, njia zilizo njema, mambo ya Mungu. Niweze kuja, nitajuaje? Mpaka nikae nimsikilize babangu, anifundishe, nielewe, nijue kwamba zile tabia nilizokuwa nazo inabidi sasa niache niweze kwenda njia hii. Yes. Asante sana Aileen, mwana wa nabii, na umeeleza kwa uzuri kabisa, nikajaribu kukusikiliza kwa makini na si mimi tu nilielewa, bila shaka hadi mtazamaji amekuelewa kwa uzuri, mwana wa nabii. Sasa ningependa katika hii wiki nabii amekuwa akitukomboa, lakini pia akiwafutilia mbali wale ambao walikuwa wametupoteza, yani akiwapoteza wale ambao walikuwa wamepoteza maisha yetu na hatima zetu. Na je, kwa upande wako umeona kitu gani? Umeona nabii akifanya vitu gani kwenye maisha ya watu? Bila shaka una shuhuda nyingi ambazo umezishuhudia nabii akizifanya katika hii wiki. Na nimeona pia watu wanakuja na uvimbe, mtu ana kansa, mtu ana magonjwa ya kila aina, wametoka hapa wamepona. Ametoka hapa wamepokea haja ya mioyo yao. Wengine sawa hawana magonjwa, hawana matatizo, wana maisha mazuri, lakini hawana amani ya mioyo. Hawana amani ndani ya mioyo yao. Kwa wanapofika hapa, baba ni mtia moyo. Baba the sniper one, flash ya radi. Hakika Mungu amemleta duniani aje kwa ajili yetu. Yes. Kwa hiyo naomba msikilizaji aje hapa, mkunga yupo kwa ajili yake. Mkunga atatusaidia na mimi pia nikiwemo kama alivyonisaidia hapo awali, na bado pia nahitaji tena msaada wake, aendelee pia kunisaidia, maana mimi nataka niwe billionaires. Sitakuwa billionaires kama bila babangu. Ni lazima niwe chini ya mkono wa babangu ndo niweze kuwa billionaires. Kwa hiyo naamini katika mkono wa nabii wangu, mkunga zaidi ya wakunga, nitafika. Na msikilizaji na mtazamaji afike hapa. Hakuna sehemu nyingine ya ukimbilia zaidi ya hapa. Sawa kabisa. Aileen, una mengi zaidi ya kueleza, na kutokana na muda wetu umeeleza kwa ufupi, lakini naamini una mengineyo zaidi mwana wa nabii ya kuyaeleza kwenye maisha yetu. Sasa ndani ya hayo yote uliyozungumza hapa na mtazamaji wa The Sniper Television, je, kwa upande wako sasa, baba amefanya mambo mengi kwenye maisha ya watu na umesema hapo awali nabii ameshatenda mambo mazuri kwenye maisha yako, na zaidi hapa unaomba azidi kuyafanya kwenye maisha yako. Sasa una kitu gani cha kumwambia mtazamaji kuhusiana na baba yako wa kiroho Nabii Joshua Makondeko? Je, unamzungumziaje prophet kwenye maisha yako? Baba namna kumzungumzia ni zaidi, nina vingi ya kumzungumzia juu yake, na pia sijui nimwelezeje mtu ambaye mpaka aweze kunielewa, kwa sababu yani sina upana ambao naweza nikamzungumzia, kwa sababu ni zaidi ya upana wote ambao tunajua. Kwa ufupi ningependa tu zungumze. Najua unatamani kueleza, lakini unaona kama hautomaliza jinsi unavyotaka kumuelezea. Je, ni kwa namna ipi baba yako, jinsi ambavyo upendo wako jinsi ulivyo kwake, na unapokea ushauri kutoka kwake kwa namna ipi? Baba kwa kweli ni zaidi hata baba zetu wazazi. Ni zaidi kwa sababu ni mtu ambaye ana upendo ambao ni upendo wake ni wa kipekee. Upendo wake yani tuna wazazi huko nyumbani, tuna ndugu huko nyumbani, lakini hawana upendo. Yani unajua kuna upendo ambao mtu anafili. Lakini unakuwa mtu anafili kwa sababu anavyotupenda sisi watoto wake ni zaidi ya wazazi wetu. Kwa hiyo napenda mwambie msikilizaji, baba namna ambapo naweza nikamwelezea kuhusu babangu, ni baba wa watu wote, ni baba mwenye upendo, baba mshauri, ni baba ambaye anakumbatia kila mtu, kama huna mavazi anatuvisha, kama huna chakula anatulisha. Kwa hiyo baba kwa kweli nikisema kwamba nimzungumzie ni namna yoyote ile siwezi. Haya, asante sana kwa ulivyozungumza, inaonyesha moyo wa upendo juu yake. Asante sana Aileen kwa muda wako mzuri, lakini pia kwa kuzungumza yale ambayo Mungu ameyatenda kwenye maisha yako na ya watu pia. Nimefurahi zaidi, na hata walembo ambao wanakutazama wamefurahi na kubarikiwa zaidi. Asante sana Aileen kwa muda wako.
Amina, amina, asante. Asante, nashukuru zaidi. Mtazamaji wetu, endelea kuwasiliana nasi kupitia 0672 203088 na 0753588626. Kumbuka ibada inaendelea wakati huu na nabii hivi punde tuta kumbashara akitabiria maisha yako, akikuponya lakini pia akikukomboa. Tupo Ubungo Riverside nyuma ya shule ya Atlas, na unapofika mahali hapa tarajia hatima yako inakwenda kuwa mpya zaidi. Na kumbuka siku ya leo tunakwenda kuvuka mto Jordan. Tunakwenda kuvuka mto Jordan, na ikiwa ni mashangilio sehemu ya pili, watu wanakwenda kushangilia baraka zao na hatima zao. Lakini kabla hasijatoka mahali hapa, nikukumbusha tu kwamba wewe ulioko nje ya nchi ya Tanzania, jiungamanisha na ibada hii aidha kwa kutuma sadaka yako ya twende tukamwone nabii, au kufuata maelekezo yote ya kinabii kupitia hizo nambari ambazo nimekutajia. Hakika utakwenda kuona nabii akikukomboa na akikubariki katika maisha yako pia na kizazi chako. Sisi tunapatikana Ubungo Riverside nyuma ya shule ya Atlas. Ukifika mahali hapo ulizia kanisani kwa The Sniper Fresh Aladi au kanisani kwa Nabii Joshua Makondeko, utaelekezwa na utafika mahali hapa. Hakika siku ya leo historia inakwenda kuwa mpya sehemu ya maisha yako. Jina langu ni Irene Enoch. Asante sana kwa muda wako mzuri ambapo umeketi na unafuatilia interview, lakini pia kwa wale ambao tayari wameshafika mahali hapa na kwa ajili ya kupokea baraka zao kwa mkono wa Nabii Joshua Makondeko. Barikiwa zaidi, ninakushukuru kwa muda wako na asante sana.